Namshukuru Mungu kwa yote ambao mko hapa kwa hii channel. Sasa wale ambao mnajiandikisha kwa spiritual class, nimesema ukitaka kuwa mmoja wa hao watu wa group kuna kujiandikisha. Nimesema ni $100 peke yake. Pesa Tanzania iko kwa 250,000 hivi. Uganda 350,000 hivi. Kenya ni 12,000. So kama unatoa pound ni kama pound 80, euro ni kama 90, namna hiyo. Sasa kama mnafanya kujiandikisha, mjiandikisha, maana sitaanzisha klasi na watu ambao hawajajiandikisha. Nilisema unaweza kutoa kila ambacho kulingana na uwezo wako. Unatoa kulingana na uwezo wako mpaka vile utamaliza. Hiyo ni hela kidogo sana kwa watu wengine na ni hela kubwa sana kwa watu wengine, $100. So masomo haya ambayo ninaweka hapo si kitu mchezo. Watu wengi wanalilia, watu wengi wanatafuta, na hii ni kitu inatakikana. Niliwaambia kuna watu wako mahali wanachanga pesa ili wanianzishie TV station ili iweze kwenda, na wako tayari kuchanga. Wakianzisha watalipia mpaka ikamate dunia mzima, iweze kuonyesha mataifa mengi. So nataka uelewe kwamba mafundisho haya si kitu kidogo, sababu mmezoea kupata mafundisho haya ama vitu vyenye vinaelekea hivi kwa waganga, kwa wachawi, kwa watu walioachiwa na mababu zao, kwa watu ambao wana practice mambo ya giza, ndio mmezoea kupata kwao. Mkiona mtu ambaye anamtamka neno la Mungu, ana practice, anasema haya, mnaona kama wameanguka, wameacha mambo ya Mungu, wamerudi kuwa waganga. Naona wahubiri wengi wanatangaza kwa madhabahu yao, sasa waganga wamejaa, waganga wako kwa mitandao, waganga wanafundisha, na wengine wao wanatamka hivyo wakilenga sisi ambao tunatatua matatizo ya watu tukitumia neno la Mungu kupitia kwa mambo yanayoonekana practical. Hakuna kanisa la kiroho ambalo alitumii mafuta. Hakuna mtu ambaye ni mwanadamu ambaye hausiki na mafuta, na hakuna mwanadamu katika masuala yote ya Mungu hausiki na maji. Wao Waislamu, wao Wakristo, makanisa, madini zote za Wakristo wanahusika na maji, na hiyo ni element. Hivyo ujue kwamba kila mwanadamu alinyonya maziwa. Unaelewa? Katika mwili wa mwanadamu kuna damu, na percentage ya 72% ya damu ni maji katika mwili wa mwanadamu. Wakiamuka tu wanaanza na maji. Wengine wanaoga maji hata usiku. Maji iko connected sana kwa mwanadamu. Hizi element zote wacheni kubishana nazo. Wacheni kubishana iko traditional dimensions, si uchawi. Hata unaona huyu mtu anaitwa malaika wako. Huyu malaika wako hawezi kwenda na wewe kama unafanya mambo ya kiuchawi. Hawezi kwenda na wewe. Huyo ni nature kabisa. Nature ni kitu ambao ni halisi tu, na hiyo nature ukiongeza Mungu ndani inaitwa supernatural. Ukiongeza Mungu ndani inaitwa supernatural, kwa sababu hakuna natural kama hakuna super. Kunakuwa na super, kunakuwa na natural, ndio ilitengeneza super ndio ilitengeneza supernatural, ndio ilitengeneza natural. So super plus natural is equal to result ya mwanadamu. Akamfanya mtu rohoni, akamuumbia mwili, akaonekana nje. So mimi nafundisha namna ya kwenda kwa Mungu na kutatua matatizo ya kiroho kutumia mambo yaliyoonekana kwa macho.
Sasa leo tunaongea habari za kutumia yai. Yai linasimamia mambo ya maisha mapya, kuomba na kuomba Mungu ukitumia practical ya yai. Wachao wanafanya hivyo, waovu wanafanya hivyo, watu wauaji wanatumia hiyo, na leo tunaona hata watu wanatumia Biblia, sio yai, sio nini, sio yai, sio coconut nazi, sio maji, sio mafuta. Watu wanatumia hata Biblia peke yake, wanafanya uchawi. Kama wewe ni mchawi, ni mchawi tu, na kama wewe ni mtu wa Mungu, ni mtu wa Mungu tu. Maneno ya watu haitabadilisha. Na ukiwa na roho wa Mungu atakuongoza tu kufanya mambo ya sawa. Sasa utatumiaje yai kwa mambo mazuri? Yai inasimamia maisha mapya, mambo mapya. Inaweza kuwa mambo mapya kwa ndoa yako, mambo mapya kwa biashara yako, mambo mapya kifedha, mambo mapya kiafya. Unaweza kuomba na different dimension katika njia nyingi. Katika njia nyingi unaweza kuomba nayo. Sasa mimi nataka nikufundishe. Tafuta yai la kienyeji moja tu limetosha. Yai la kienyeji. Alafu hilo yai utafutie nazi ngapi? 3. Matunda ya nazi 3. Sasa utafanya nini? Ila asubuhi na mapema uwe mahali pametulia. Utoe maji uweke kwa sufuria. Alafu chukue yai uweke ndani. Upike hilo yai na maji ya nazi mpaka liive. Yaani liboil na maji ya nazi. Yai ambayo limeboiliwa na maji ya nazi ni kama unataka kufanya kusudi fulani. Ana watu hawapiki na maji ya nazi. Sasa hayo maji ya nazi peke yake yako na sababu yake ya kutumiwa kuwekwa hapo. Moja hapo ya vitu itakusaidia ni upike nayo. Ukishapika nayo ikiiva, usitoe mtungi wako ukaweka chini. Wacha ikae juu ya jiko, weka moto tu uzime. Lakini jiko likae hapo mpaka litulie, mpaka ipoe. Kisha poa, mahali pa pekee utatoa. Sasa uanze kuombea. Dimension ile ambayo imekufanya upike, unataka kutatua hiyo, ni kama kuna ugumu wowote. Je, una ugumu katika ndoa? Una ugumu katika biashara? Una ugumu kwa watoto wako kusoma? Una ugumu kiafya? Una ugumu kupata milango ya baraka ya nje? Unataka kubadilisha kwenda kwa taifa lingine? Unataka kumwamini Mungu kununua shamba? Unataka ujenge nyumba? Ni nini maono ulio nayo mbele yako? Yai inasimamia mchipuko mpya. Ni give back. Unazaa upya. Ni vizuri kama unaweza kufanya recipe hii kwa tarehe 8 ya mwezi. Kila tarehe 8 ya mwezi inaweza kuwa ni nzuri sana. Tarehe 8 ya mwezi ni siku ya 8 ya mwezi huo. Na hiyo 8 inasimamia mwanzo mpya. Katika namba za rohoni, namba 8 inasimamia mwanzo mpya. Unaelewa? So ukifanya upike saa ngapi? Kuanzia saa 6 kuelekea saa 9. Uwe ndio una boil, unatengeneza hiyo ukiwa umetulia. Ikifika saa 9 kamili, uanze maombi yako kuelekea kila ambacho unataka kuzalisha katika maisha yako. Hata kama kuna ugumu sana katika maisha, kuna watu wananizungumzia mpaka machozi yananitoka. Wananizungumzia mpaka machozi yananitoka, nashindwa nitawasaidiaje. Inabidi nitafute mbinu za kiroho za kutatua matatizo yao. Sasa huo uzito unaoingia ndani ya moyo wangu ndio hunipatia mafumbuzi ya namna utaweza kudili na matatizo ya hao watu. Naye ni Mungu tu anayewezesha mawazo hayo kuingia katika moyo wangu, kujua ukifanya hii na hii na hii itakuwa hivi na hivi. Zingine huwa zinatestiwa na zinafaulu. Zingine ninafundisha hata kabla sijatest. Lakini nakuanga na ashwari, tukiona naweka kitu kwa mtandao, ujue nimeshajua hii iko hivyo, itafanya kazi hivi. So ukiomba nayo, omba nayo ukiwa unajua ni nini, area gani unafungua. Ukimaliza utachambua yai ule lote, alafu ile mabaki uende ufanye nini? Utupe nje. Basi utulie. Utafanya hivyo kwa condition gani? Hakikisha kwamba uwe wa kwanza kama unaishi kwa hiyo nyumba, uwe wa kwanza kuamka kama unaishi na watu.
Jambo la pili, usiongeleshe mwanadamu. Kabla hujaongelesha mwanadamu yote, ufanye hilo jambo. Utasalimiana na wao baada ya kumaliza. Umewahi kukutana mtu kamsalimia kwa njia alafu akakosa kujibu, au ukasikia mtu akisema kwani wewe nakusalimia umenyamaza, wewe ni mchawi, bora unanyamaza kama mchawi? Inakuanga si uchawi, inakuanga pengine hata wachawi wako na hizo condition. Ni mambo ya rohoni. Kuna vitu ambavyo uruhusiwi kusalimiana na watu kiwa unaenda kuvifanya. Kuna sheria. Kwa mfano, hata unaniambia hiyo ni vitu vya kiuchao. Angalia katika Agano lile la Kale, yuko mtu mmoja ambaye anaitwa a man of God. Kwa Biblia inaitwa tu mtu wa Mungu. Katika vitabu vya Wafalme, akatumwa na Mungu kwenda kuharibu madhabahu fulani yaliyokuwa yameingiwa na shida. Nabii alikuwa hapa ametumwa na Mungu, lakini huyo nabii akaharibu. Akakaa hapo muda wote, lakini hakuweza kusaidia wale watu. Huyu mtu anaitwa tu a man of God, mtu wa Mungu. Soma vitabu vya Wafalme, utapata hiyo mtu a man of God. Wakati wa Elisha ndio baadaye inakaribia na hiyo wakati. Huyu mtu ambaye anaitwa mtu wa Mungu akaja katika area hiyo, akafanya huduma na ikafaulu. Mfalme akanyosha mkono akasema, mkamateni, mbona ameharibu madhabahu yetu. Aliponyosha mkono kwa huyo jamaa ili akamatwe, mkono wa mfalme ukabaki hivyo. Akalilia mfalme, mfalme akamlilia, ndio sasa tena akaruhusu mkono ukarudi, heshima ikarudi kwa huyo jamaa. Sasa akaondoka. Nabii wa zamani akaja akauliza, nani amefanya haya? Wakamwambia, yuko hapa mtu wa Mungu aliyefanya. Akauliza, ameenda njia gani? Akaambiwa aenda njia hii. Akamfuata, akamara ameketi chini ya mti hapo msika. Akamwambia, wewe ndio mtu yule wa Mungu uliyekuja ukafanya yale matendo makubwa umefanya? Akasema, ni mimi. Akamwambia, njoo tuende kwangu utulie, maana umetoka kazi, ukule na unywe, utulie, utaenda baadaye. Sasa sikiliza majibu ya huyu jamaa. Akamwambia, mimi aliyenituma aliniambia nisisalimie na mtu yeyote njiani, nisirudi na ile njia nilikuja nayo, wala nisifanye nisile chakula chochote kwa mtu yeyote. Hizo ndio siri zenye zilibeba ufanisi wake wa ile huduma, lakini bahati mbaya akaropokea mtu makosa. Yule jamaa naye akamwambia, malaika naye ameniambia. Ndugu yangu, kama Mungu amekuambia jambo, yale yote ambayo malaika atakwambia, wachana nayo, usifuate, maana malaika hujigeuza. Huyu jamaa akamwambia, naye malaika ameniambia turudi kwangu wewe kule. Huyu jamaa akamfuata akaenda kula. Roho wa Mungu mwenyewe sasa akakalia nabii wa zamani, akamwambia, mtumishi wa Mungu, umevungua kinywa ukavunja amri ya Mungu, mwili wako utalala katika mavumbi kule, wanyama watakukula, maana umevunja sheria uliyopewa. Sasa unaweza kusema, mbona nisisalimie mtu, mbona nikiamka ni kwa sababu ya guidance ya kukusaidia. Wacha nikupe story yangu kidogo mahali. Sijui kama utaisikiza hapa hii story ama utaona ninakuchosha. Kuna mahali Wahubiri 9. Hiyo ni kitu ilitendeka hapa Kenya. Wahubiri walienda hapo watatu kutatua tatizo la huyo mtu, lakini hawakuweza. Basi Wahubiri 9 wakafunga na kuomba. Siku ya 3 wakawa wanaendesha gari wanaenda hapo mahali ili kutatua hiyo shida. Gari lao likapinduka, walipata ajali, na siku ingine bishop mwenyewe akaenda hapo ili kutatua hii shida, akaruka kichwa. Hii ni true story na kuambia. Alienda. Sasa hiyo ni maneno ya mwenyewe mwenye shida, alikuwa ananiambia vile imetendeka. Sasa ameletwa kwangu ili na mimi niende msaidie. Na mwenzangu mwenye kuni host hapo mali aliyeleta huyo mtumishi wa Mungu aliyepata shida hiyo, akawa anasikiza. Sasa baadaye huyu mtu akienda, huyu host wangu akaniambia, Apostle, usiende hapo mali, umesikia vile imetendekea Wahubiri, usiende huko.
hiyo ni kifo bwana. Mimi nimekuleta hapa utuhubirie wewe. Lakini mimi nikamwambia nina mwongozo wangu. So lengo langu, niligundua kwamba wale watu hawakuwa na maarifa ya kusaidia ule jamaa. Jambo la kwanza ni mahali ambapo patakuhitaji ukienda ni boma la huyo jamaa. Sasa mimi sheria yangu ni kwamba nikija kusaidia tatizo kwa boma, number one, siwezi kunywa maji kwa hiyo boma, siwezi kula chakula kwa hiyo boma, na kama nitafika usiku ndio nianze kazi kesho, inabidi nisilale kwa hiyo boma. Silali kwa boma la mtu, sili chakula cha mtu amepika kwa hiyo boma, sinywe maji yao. Ile kitu ninafanya, ninalala kando katika mji, na nitakuja asubuhi nianze kazi hapo. Nikishamaliza kazi, kila kitu kiko sawa. Sasa mnaweza pika nikala, mnaweza nipa cha maji nikanywa. Kwa sababu nini? Nikiingia hapo na nianze kunywa maji yenu na kulala kwa nyumba zenu, miungu ya hapo yenye imewasumbua, yenye mmeniletea kutatua, itanishinda nguvu, itanikalia na itania block kupitia kwa vyakula vyenu na maji. Mpaka sasa inabidi naondoka na mtapata suluhisho. Lakini nikitaka kubomoa, nisichukue chochote kutoka kwa hiyo boma. Kuna huduma zenye huwa nafanya, hata watu wakitoa dhabihu ya sacrifice kama fedha, wananibariki, huwa sichukui. Na kuna sehemu ambayo ninachukua. Kuna aina ya kazi Roho Mungu anambia usichukue hiyo sadaka. Yuko mama ambaye alikuwa na matatizo macho hapa Changamwe. Akawa miezi 8 wanamchangia pesa, anapeleka India. Nikawa niko na revival Changamwe. Siku ya Wednesday, mwenye kunihost akaniambia Apostle, mama anatatizika, kijana wake ameenda amemleta hapa aoni. Nilitengeneza maji ya nazi na nikaomba na maji ya nazi nikaweka kwa chupa. Nikienda kufanya hiyo huduma nikamuita, nikamnawisha maji. Wale watu waliona ni maji ya kawaida, lakini ilikuwa ni maji ya nazi. Haikuwa maji ambao wapumbavu wanafundisha hapa kwamba miujiza ikitendeka na maji ni maji ya mochari. Yaani watu ambao walikufa ndio wana uwezo tu wa kufanya miujiza. Yaani Mungu hawezi barikiwa kwa maji na uwezo ukatokea. Yaani mpaka lazima iwe ni maji ya mochari imeosha watu. Lazima iwe ni hiyo. Wewe ndio unaelewa hivyo. Lakini maji yenye nilitumia ilikuwa nazi, niliomba nayo, nikasihi Mungu kwamba nikienda kwa hiyo mkutano, huyo mama nisimalize hiyo revival. Ilikuwa ni Wednesday, nilikuwa namaliza Jumapili. Nisitoke hapo kama kitu hakijafanyika. Lakini sikuwa najua kwamba wamepanga kumpeleka India. Alikuwa tatizo iliyompiga huyo mama, alikuwa ameketi tu. Ati anafanya hivi ile vitu ya nini, kutengeneza chakula hii mawele. Ati akaona mtu anapita mbele yake, tena huyo mtu anapita hivi, tena akarudi hivi, akaingiwa na upofu tu. Na kutoka hapo wametafuta mpaka miezi 8. Sasa akawa madaktari wamerecommend apelekwe kwa operation India. So mchango ndio ulikuwa unaendelea kwa pesa za kumpeleka, na nikapeleka revival sehemu hiyo. Sasa aliosha hivyo, kesho yake akakuja, nikasema jamani, yule mama mwenye alikuwa na tatizo, nikimaliza kwa nikamuita tena, nikamwosha na maji, nikaomba. Ilikuwa hivyo. Jumamosi huyo mama, kijana wake akaja akasema huyo mama anaona. So nikasema kama huyo mama anaona, usije ukatuambia tu hapa. Hakikisha kesho msiende kwa kanisa yenu mahali mnaenda, mmoja hapa ndio mtoe hiyo testimony. Na walikuja na huyo mama alitoa hiyo testimony hapo kwa hiyo kanisa. Nakumbuka vijana wake ndio wakasema walikuwa wanampeleka India. Sasa vijana wake wakaamua ile pesa yenye ilikuwa inapeleka huyo mama India wanipatie kama sadaka, lakini Roho Mungu ananiambia usichukue hiyo pesa. Manake tatizo alina hiyo haitakani kulitibu na pesa yoyote. Mtu kama atatoa sadaka ya madhabahu ya kawaida inatolewa, lakini kulipia hiyo kwamba umefanya hili sasa chukua hii, hapana, hiyo hairuhusiwi. The moment unachukua unajiletea shida. Either kipawa chako kitaenda blind
utaweza kuona au utaletea wale watu wako wenye utaenda kununulia hiyo vyakula na nini shida. Wahubiri, unajua, wacha niwaambie kitu moja. Wakati mtu anatoa hela yake kama matumizi ya sadaka za kufanya huduma, hiyo huwa ni zile shida. Unaona hizi sadaka watu wanatoanga za sacrifice, wacha sadaka ya kawaida, sacrifice ambazo unaona watu wanatoa sacrifice kwa ajili ya tatizo fulani, sacrifice inakuanga inabeba hiyo tatizo. So wakati unaichukua na uwezi kuwa na viwango vya kutatua hilo tatizo, basi unakuta kwamba ile matatizo ya ule mtu inarudi kwako. Itakupiga wewe ama ipiga wale wengine ambao unaongoza. So Mungu atusaidie, sadaka za watu zinapowekwa huwa si sadaka za kawaida. Mmenielewa? I'm not talking about normal offering ambazo watu ni masaa sadaka, leteni sadaka. I'm not talking about that. I am talking about sacrifice offering. Dhabihu ambazo zinatayarishwa kando. Mtu analeta namba 12 anasema hii ni governmental number. Nimeleta kwa sababu hii. Mtu analeta 1500 anasema hii ni grace number. Namba 7 hii sijui nini. Hiyo vitu kama hizo vitu ni sacrifice, ni matatizo ya watu. Mtu amepanda kwa sababu ya jambo hilo. Unaelewa? Yuko mtu Nigeria ambaye aliletea sacrifice ya 20,000 pound, $22,000 dola 22,000 akaniletea kama dhabihu yake sacrifice. Kuna kazi alikuwa anamwamini Mungu. Imechukua muda, lakini nimekuwa Nigeria last year, nimekuwa Nigeria na sasa hivi vile tunaongea, huyo jamaa ananingojea. Wakati nilitoka tu kule alinitumia laki 4 za Kenya. Hizo ni kama $4,000, $4,000. Sasa nilikuwa laki 4 na kitu. So alituma dola 4,000 ama 3,000 na kitu, karibu 4,000, kwa sababu ilitoka laki 4 na kitu za Kenya. Akasema, mtu wa Mungu, nimeshangaa sana. Yaani hiyo ilikuwa ni muda mfupi sana baada ya mimi kuanza hiyo kazi, alipopanda tu kwangu. So nataka niwaambie, Mungu atupe neema, hasa mimi ambaye watu wanafikia maelfu na maelfu kutoka Kenya, matatizo ya kila aina, matatizo ya wizi, watu wanawaibia, matatizo ya mitandao ya wizini, watu wanaibiwa kwa mitandao. Watu hata unakuta mtu akitumiwa pesa kimakosa hataki kurudisha. Kingine kalikuwa hapa Kenya, kalitumiwa pesa makosa na mke wangu. Baada ya hiyo jioni ilikuwa tunalipa wafanyikazi. Sasa wengine walikuwa wako Western na tuko Mombasa, kabili tutumie simu. Mke wangu akawa anatuma na pesa yake analipa hawa. So kwenda kutumia mwingine ikawa kumbe namba imesoma makosa, akatuma kwa binti mwingine. Wao binti akamwambia, hii pesa umetuma hapa kimakosa. Sasa ni ya nini? Huyo akamwambia ni ya nini, na kitu fulani kwa atuma ni makosa. Akasema wacha nikurudishie. Tukakaa kurudisha, pita dakika 20 30 akimpigia. Mwambia, kwani wewe ni mjinga kiasi gani? Wewe ulikuwa unatuma, mbona ulikosea? Shauri yako, pigia Safaricom warudishe. Na akaitoa pale akaiweka mahali pengine. So Safaricom kuwafuata wakasema hata hii pesa huyo mtu amedecline nayo, amekataa. Nilinyamaza tu, kaacha tu hiyo mama. Kasumbuka hiyo jioni, kamwambia muachie Mungu, tunajua la kufanya. Iliyofika siku kachukua details zake, maana tukituma pesa details zinakuja. Nikachukua hizo details. Kama umetuma pesa kimakosa iko tofauti na kama umepatia mtu pesa. Unajua kuna wengine kuna huyu mzee hapo Eldoret, kuna mzee hapo aliita mtu akampa pesa. Alafu alipompatia pesa, ule mtu akampatia kitu, ile kitu haiko faulu, akadai hiyo pesa irudishwe. Huyo mtu akamwambia atamlipa, ikaanza kwenda hivyo. Ukiwa umempatia mtu pesa na moyo wewe umempa, iko tofauti na kama otherwise. Unaona hizi mapicha ziko kwa mitandao, watu wangekuwa wametoa na wamewaroga wengi. Lakini kama umepatia mtu picha, anaweza kuitumia kuroga. Iko tofauti na
ile picha ambayo hujapeana, kile kitu ambacho hujapeana na mtu anachukua hicho kitu. Katika mambo ya picha si rahisi kurogeka, lakini picha ambayo umepeana mwenyewe, pesa ambayo umepeana mwenyewe, ni rahisi sana mtu kuichukua na kukufanyia vituko. Sasa kwa sababu haikuwa nia ya huyo mama kumtumia, ilikuwa makosa, na akaenda hivi na akaanza matusi. Majina yake tulichukua na namba zake yenye tumetumia na nikafanya huduma hapa, na kabla masaa 7 yenye nilimpatia, basi akampigia akasema anarudisha, akarudisha. Hata nakumbuka ilikuwa tu ni dakika kidogo, nilimwambia wacha nifanye hiyo huduma hapo, maana naona mke wangu huzuni imeingia. Nimemwambia hizo pesa wewe ndio utalipa, ulipe ule mtu. Kwa sababu gani? Ulitumia namba yako na wewe ndio hukuangalia vizuri. Sasa wewe ndio unalipa, ni pesa za wafanyikazi. Lakini niliona nikafanya huduma na akalipa haraka. Saa hiyo within 1 hour akawa amelipa hiyo pesa. Wale watu ambao mnalagai watu pesa kwa mitandao, mnadanganya passport, mwende ufanye kazi ng'ambo, sijui nitakuunganisha wapi, sijui lete hii. Wacha nikwambie, wale wa Nairobi, wale mko Kenya, wale mko East Africa, majina yangu naitwa Wilson Tayo. Ukitaka kunitafuta kujua ni nani, unataka kusema ni mganga, unataka kusema ni muovu, unataka kusema ni nani, lakini mimi sina shida, vile utaniita. Ujue mimi niko kinyume tu na mabaya kutendewa watu. Niko kinyume. Hata wale wengine mnaoniita mkisema mimi ndio natendea watu mabaya, wacha nikwambie Mungu ndiye atahukumu ni nani anatendea watu mabaya. Wale waizi wa mitandao, pesa za watu kwa mabanka na nini, nitawakunja, tamani hudi zenu zitarudi hapa mkitembea zikiwa hapa. Nitakufanyia mambo wewe ambao unajua kuhadaa watu na kuibia watu wewe. Nitakuweka hapa na itatolewa na mamilioni ya pesa. Tafuta kazi ya kufanya, jitume. Wacha kutafuta kudanganya watu, unaenda kuwa connect sijui wapi, Dubai, sijui nawapeleka wapi. Milango imefunguka, mimi ni agent, sitahitaji utalipa. Watoto wengi wa watu Kenya, East Africa wameumia. Watu wanafikia kutoka Uganda, kutoka watu wameumia sababu ya matapeli wenzao walio aina hii. I will deal with you people. Najua mwanangi mitandao yangu, lakini wewe ambao umeibiwa kwa njia hiyo, forward hii message kwao. Watu wanapigia toka Nigeria, toka Russia, papa ameskama, nisaidie. Sikama wote maonya. Kuna wale waliokuwa wamechukua programu zangu wanauzia watu Liberia, Cameroon, South Africa, America, Nigeria, Ghana. Wamechukua product zangu, wameweka majina yangu, wameweka mafuta, wameandika Global Solution, wanatembea. Sasa watu wanaamini ni yangu, wananunua. Kumbe ilikuwa ni uongo. Iliwakunja wote. Walianza kupiga masimu wakisema nisameni. Papa, you are our own. Forgive us, you are our own. I am your own. Na mimi I am the own of everybody. Mimi sina discriminate watu, mimi ni mtu wa taifa fulani, kwa hivyo siwezi saidia hawa wapendwa wa taifa hili ama nini. Mimi niko hapa, nimefunuliwa kwa dunia. Mungu awasaidie. Watch hii video mpaka mwisho, utasaidika na upatie wale wanaofaa kuiona iweze kuwapa faida. Bwana akufungulie milango na kupe kibali hiyo. Asante, tukutane kwa hiyo video itakayofuata.